ya kuinamia watu ili wasurvive. Watu ambaye walijipata katika hali ya kunyimwa haki yao, ya kunyimwa uhuru wao, na si miaka midogo, kwa sababu iliwagharimu miaka 430. Amen. Ukiangalia hiyo miaka utaona wale watu wa Jacob pamoja na Jacob ni watu ambaye walikufa katika ile nishi. Kwa hivyo wale waliozaliwa katika nishi ya Misri, hao watu ndio Mungu aliweza kupambana kuwatoa katika nishi ya Misri. Maana yake wale wote ambaye walizaliwa katika nishi hiyo ya Misri walielewa maisha ya tabu, wakaelewa maisha ya shida, wakaelewa maisha ya kudhakiwa, kuteswa na kufinyiliwa. Maana hiyo ndio maisha walizaliwa wakapata. Kuna mtu ambaye unanitazama, hali yako na mambo yale umekuwa ukipitia ni mambo ambaye ya kuudhi moyo wako, ya kufinyiliwa, ikafika kiwango ya kwamba ukaona ni kama hakuna maisha mengine, ukaona ni ya kwamba hiyo maisha unaishi ndio maisha yako. Nimetumwa nikuambia kwamba haijalishi umegharimu muda gani katika hiyo shida, hiyo sio mwisho wako. Bado kuna maisha ambaye Jehova amekuandalia, maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ya mambo mazuri. Wale waliweza kutambika kwa muda mrefu, maana kuzaliwa kwao walijipata kwa shida. Kuna mtu ambaye unanisikiliza, kuna mtu ambaye unakutana ujumbe katika maisha yako. Umeishi kujijua ukiwa masikini, umeishi kujijua mwenye magonjwa, umeishi kujijua mwenye kudharauliwa, umeishi kujijua mwenye kushukiwa. Nimetumwa nikuambie hiyo sio maisha yako. Ni vile uko katika utumwa, lakini siku imefika na wakati umefika. Utumwa ambaye umekuwa umeishi